Ombi hilo limetolewa na mwenyekiti wa chama cha mabroka wa madini ya Tanzanite Bwana Jeremia Kituyo, ambaye amesema hatua hiyo itaongeza tija kwao wenyewe na taifa kwa ujumla. Maombi yetu sisi kama chama cha wafanyabiashara wa madini wakati nchini CHAMATA, namuomba sana na kuomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, lile tamko la zuio liondolewe, kodi zilipwe kama ni pale Simanjiro Mererani, lakini biashara hiyo iwe huru. Hapa soko la madini ya Arusha hapa limefifia kwa kiwango kikubwa sana, na ukizingatia sana sasa hivi tunakwenda kwenye AFCON. Watalii au wageni watakaye kuja katika kipindi cha michezo wanahitaji Tanzanite. Na soko la kimataifa liko katika jiji letu la Arusha. Ni soko ambalo ni kubwa sana, limeshika masoko yote nchini, soko la hapa Arusha la madini. Sasa ukijaribu kuangalia tunapoelekea kwenye AFCON, Tanzanite itakuwa hamna kwenye kwa mfano sokoni. Hawa wageni tutakuwa tunawasumbua, lakini Watanzania ambao wanajiajiri na wenyewe wanakuwa wanahangaika. Mimi niombe serikali kwa kuruhusu Tanzanite kuuzwa kwenye masoko, itachangia kipato, itachangia uaminifu, itaendelea kuondoa masuala pia ya utoroshaji. Tumeona juhudi kubwa ambazo zinaendelea na serikali, na tumemwona waziri wa madini juzi ameunda kamati kwa ajili ya kuchukua maoni. Sawa, tunashukuru. Tumeziona pia kamati mbalimbali zimepita, lakini utekelezaji wa hili jambo umekuwa na changamoto sana. Tunaisi serikali yetu pendwa kwamba itusaidie sasa. Ni muda sasa wa kuruhusu biashara ya Tanzanite rafu, kwa sababu kuna maswali yanaweza kuja kwamba kwani Tanzanite hairuhusiwi kabisa? Tanzanite imeruhusiwa kwa mfumo wa kuja kukata alafu iuzwe ikiwa cutting, haiuzwi ikiwa rafu, kwamba pamoja na mambo mengine. Lakini tuiombe sana serikali yetu iweze kuruhusu, na katika kipindi hichi cha AFCON niombe sana wizara yetu ya madini kuanza ushirikiano na sisi mapema kama chama, ili tutengeneze miundombinu ya kibiashara, kwa sababu tunaamini kwamba tutakuwa na watalii na wenzetu wa utalii wameshaanza shughuli. Msisitizo wa kuwepo kwa masoko mengi ya madini ya Tanzanite pia ukazungumziwa na baadhi ya wafanyabiashara hao, ambao wamesema uboreshaji wa mazingira ya soko la madini ya vito ikiwemo Tanzanite pia itaongeza mzunguko wa fedha kwa wafanyabiashara wadogo na pia makusanyo ya kodi. Kwa mfano mabroka Arusha tulikuwa kama 3000 hivi. Tulikuwa tunategemea Tanzanite. Tangu tamko la Tanzanite kwamba lisije Arusha, tumeathirika sana. Kwanza wengine wametoka hapa kwenye kazi ya mawe. Tulikuwa tunalipa leseni, watu wengine wameshinda kulipa leseni. Tulikuwa tunalipa zile kodi ndogo ndogo za VAT, TRA. Sasa hivi uwezekano huo hatuna uwezo tena. Kwa hiyo nilikuwa nasema serikali tena ikae chini pamoja na bunge, hata litunge sheria liangalie tena uwezekano wa Tanzania kuja kwenye soko la Arusha. Maana ukisema kwamba kutokana na jinsi mbunge alivyosema Sendeka kwamba mji wa Mererani unakosa mapato, mimi sidhani ya ukosi. Kaona pale ule ukuta umepigwa pale kudhibiti mambo ya Tanzanite isitoroshe. Lakini ule ukuta umepigwa kujaribu kuangalia kule ndani ya ukutani, kuna wale mabroka wakubwa wameenda kule ndani. Ule mji wa Mererani pale umekufa. Wale madili walioingia kule ndani Mererani wananunua mawe makubwa, mawe madogo, yote wanakusanya. Wakishamaliza kusili pale wanaondoka pale. Hamna tena pale, ukienda Mererani, ule mji wa Mererani hakuna maofisi ya mawe kama zamani ilivyokuwa. Kwa hiyo nilikuwa nashauri serikali kwamba sasa warudi tena mezani, wakae na wadau wa Mererani na wa Arusha kwamba tutairudishaje Tanzanite Arusha, ili wale nchi wa Arusha, mabroka wa Arusha nao waweze kufaidika na hii Tanzanite. Biashara madini ilikuwa Arusha, na ustawi wa biashara ya Arusha ulifikia mahali wafanyabiashara wa nje wanatamani kuja kuwekeza kwenye madini ya Tanzanite, kuwekeza kwenye biashara kubwa ya Tanzanite. Lakini biashara ile imedhoofika kwa sababu watu wengine wanakuja kutafuta namna ya kufanya biashara, wanaambiwa waende Mererani,
Mererani ndo sehemu ya kufungua ya kufungua ofisi za Tanzanite. Hatuwezi kufinya biashara Tanzanite. Biashara Tanzanite, serikali waelewe. Tutafungua masoko mengi ya giza. Leo tumesikia biashara Tanzanite zimeshikwa utoroshaji. Mbona tumefunga Mererani? Mbona tumefunga Arusha biashara na bado utoroshaji mbona bado huko? Tutengeneze mifumo ya uwiano wa wafanyabiashara wa Arusha. Madini ya Arusha, ya madini ya Tanzanite yalipiwe Mererani. Pale getini, pale kuna geti, kuna vyombo vya usalama, kuna wanajeshi, kuna nini. Madini yakishalipiwa pale Mererani, ifunguliwe ofisi, iachiwe madini ya Tanzanite, yauzwe Dar es Salaam, yauzwe Arusha, yauzwe Zanzibar. Tunapofungua ofisi hizo zitalipia kodi. Arusha zitalipa kodi, Dar es Salaam zitalipa kodi, Zanzibar. Madini ya Tanzanite ni urembo. Tunapofinya soko kwamba liwe Mererani tu, kwamba ikitoka pale getini inaenda kufanywa valuation alafu inatolewa nje ya nchi, watu wa nje, mabroka wa nje wanafaidika kuliko mabroka wa Tanzania. Na tuelewe kwamba Tanzanite soko linapopanuka kwa Tanzania, tujue kwamba Watanzania pia wananeemeka na hizo Tanzanite. Mwaka 2021 serikali ilielekeza biashara ya Tanzanite ghafi kufanyika Mererani pekee kwa lengo la kudhibiti utoroshaji wa madini hayo, ambayo kwa mujibu wa wafanyabiashara hao, changamoto hiyo kwa sasa haipo kutokana na kuwepo na kuimarishwa kwa mifumo ya kidijitali.